Karibuni jamani, karibuni tena kwenye kipindi cha Dr. Omar Athman, mtaalamu wa mitishamba na mchunguzi wa maradhi yanayomsibu mwanadamu. Leo hii baada ya kuwa tumezungumzia katika video yangu nyingine iliyopita magonjwa ya kisukari, nikawa nimechukua tu sehemu moja ndogo ya tabia ya ulaji wa chakula na jinsi tunavyokula, lakini ni sehemu moja tu. Hili tatizo ni kubwa, linakuja kwa aina mbalimbali na visababishi vya aina nyingi. Leo hii nahudhurisha kwenu nyinyi swala la gonjwa la high blood pressure, hypertension. Ugonjwa huu wa pressure, shinikizo kubwa la damu, ni kwamba ni ugonjwa wa pili tena ambao unafukuzana na kisukari. Ulimwenguni, dunia nzima, sasa hivi utakwenda basi utakuta karibu, ukihesabu watu 5 au watu 6, basi watu 2, 3 watazungumza na kulalamika kuhusu masuala ya high blood pressure. High blood pressure ni ugonjwa gani na unatokana na nini, na watu gani wako hatarini kupata ugonjwa huu? Ugonjwa wa high blood pressure, tukichukua neno kwa neno katika tafsiri, tukatafsiri Kiswahili, ni kwamba high ni pressure iliyokuwa kubwa katika damu, katika msukumo wa damu. Kwa hiyo high blood pressure, damu inaposukumwa kutoka kwenye moyo kwenda kwenye viungo, huwa inatakiwa isome namba itakapopimwa ule mshipa unavyotanuka. Damu inavyopitishwa kwa nguvu mle inatakiwa iwe 120, na damu inaporudi inatakiwa iwe na spidi ya 80. 120 chini ya 80 ndiyo standard, ndio normal, ndio pressure iliyokuwa nzuri kwa mwanadamu. Hakuna mwanadamu asiyekuwa na pressure, kila mtu ana pressure, isipokuwa ikiwa high ndiyo maradhi yanaanza, ndio inatambulika kwamba haya sasa ni magonjwa. Pressure yako ni kubwa, msukumo wako wa damu hauko sahihi, umezidi. Na kama mtu atakuwa na pressure ndogo, moyo hausukumi damu ipasavyo, manake viungo vingine haviwezi kupata damu. Hii inaitwa low blood pressure. Kwa hiyo kila mtu binadamu ana pressure, isipokuwa je, uko normal, uko kwenye standard, uko sahihi? Afya yako ya damu na msukumo na moyo unavyofanya kazi uko sahihi, au utaangukia wewe kwenye pressure kubwa, moyo unasukuma damu kwa wingi? Sasa namba gani ambayo inatakiwa? Ni 120 chini ya 80, wakati mwingine inakuwa mpaka 139 chini ya 89. Pressure ina stage 3. Pressure bado ndogo, namba zake ziko 150 chini ya 90, 95. Hii ni stage 1 pressure. Kuna pressure nyingine inayofuatia pale 180 chini ya 110. Hizo sasa zinahesabika kwamba ni stage 2, na kuna stage 3 ya high blood pressure ambayo ni kubwa sana. Ugonjwa kwa nini unasikika sana duniani? Kwa sababu madhara yake ni mabaya sana. Pressure ikizidi na usipotumia dawa na hakuna kukuelimisha ni nini, unaweza ikakupofusha, inaweza ikapasua mishipa midogo ndani ya ubongo, ukapata stroke, ukaparalyze upande mmoja, ukapooza. Inaweza ikaua figo. Pressure inaweza ikaua ini. Basi alimradi pressure, madhara yake itakapokuja kupanda kupitiliza, inaweza ikakuletea matatizo makubwa sana. Ndio maana huu ugonjwa umepata jina duniani na kwamba unatisha. Sasa basi umekuwa ukifukuzana na kisukari. Mwenye kisukari lazima ana pressure. Sio kila mwenye pressure ana kisukari, lakini kila mwenye kisukari ana pressure. Vinafatana hivi vitu. Kwa hiyo high blood pressure na yenyewe
vinasababishwa na nini? Unywaji wa pombe. Ukikithirisha sana kunywa pombe na ukala sana nyama nyekundu, ukatengeneza mafuta sana ndani ya mwili wako na mishipa ya damu ikawa na mafuta, utapata high blood pressure. Ukakaa bila kufanya mazoezi kabisa, wewe kila ukiamka uko busy na shughuli zako mpaka unakwenda kulala. Si mtu kabisa wewe na tumeshawaona kuna baadhi ya watu toka amezaliwa, swala la mazoezi, swala la kutembea, kushughulisha mwili utoke jasho, kipindi cha kucheza kile cha kusumbua mwili hana. Kutokufanya mazoezi kunaweza kukuletea high blood pressure. Ulaji wa chumvi kwa wingi unaweza kupata high blood pressure. High blood pressure vile vile inaletwa na watu wenye uzito mwingi. Mwili ukiwa mkubwa sana utapata high blood pressure. Kwa hiyo high blood pressure dalili zake zinaletwa na nini? Kichwa kuuma. Kichwa kikiuma sana, umetumia dawa, umechunguzwa kila mahali, lakini inaonekana kichwa chako hakipoi, ni time ya kutizama high blood pressure. Unaweza kuwa umepata high blood pressure. Vile vile unaweza kutokwa damu puani bila sababu yoyote, ni dalili ya high blood pressure. Kupumua kwa shida ni pressure. Moyo kukimbia, mapigo ya moyo kwenda mbio sana ni high blood pressure. Kuvimba miguu ni high blood pressure. Sasa high blood pressure utapimwa vipi? Nataka kujua high blood pressure kama unayo au hauna. Watu wa mjini, vijana wengi sana ambao wameacha shule mapema zaidi na wakajiingiza katika hali ya kutafuta, wamejikuta kwamba wana mambo mengi hawayaelewi, hasa yakija ni mambo ya kibiolojia, mambo ya afya na nini. Kwa hiyo badala ya kuwatafuta wataalamu, nimekuwa nikiwashauri vijana wadogo, ukiwa una jambo linahitaji mtaalamu wa kusaidia, basi kama ni swala la maradhi, nenda hata kwenye pharmacy yoyote ilikuwa jirani yako. Yule atakayekuwa kwenye pharmacy ana uelewa wa kutosha wa kuweza kukuongoza hata uanze wapi. Kuna vijana wanaumwa kichwa, na nimekutana naye kijana miezi 6 ambaye na mimi naumwa kichwa, lakini kumbe ana high blood pressure imeshajijenga, na hajui high blood pressure unaweza kairithi kutoka kwa mama au kwa baba, au kutokana na lifestyle yako hapa mjini na mwili wako na ulaji wa chumvi na unywaji wa pombe, ulaji wa nyama nyekundu kwa wingi. Haelewi haya yote. Kwa hiyo swala ni kwamba nenda kwa wataalamu wanaoshughulika na maradhi. Nenda hospitali. Ukiona hospitali unakosa muda, nenda kwenye pharmacy. Siku zote kuna wataalamu kwenye pharmacy ambao watakuongoza na watagundua saa ile kwamba kitu gani wewe ambacho kinakusumbua. Kwa hiyo high blood pressure ni ugonjwa mmoja ambao usizoeleke. Usiambiwe bwana shangazi yako, mjomba wako alikuwa na pressure, huu ni ugonjwa wa familia. Hakuna ugonjwa wa familia. Unachotakiwa wewe ni kwamba hata kama ugonjwa umetoka kwa baba yako, lakini wewe unatakiwa udhibiti. Ubadilishe maisha kiasi kwamba ule ugonjwa kwako uwe ni jina. Ugonjwa usikutawale, wewe utawale ugonjwa. Ugonjwa ubaki jina kwako. Lakini utakapoachilia ugonjwa ukutawale wewe, ndio utakuharibia maisha, utaharibu saikolojia na fikra zako, utakuwa mnyonge, utakuwa kwamba kila kitu unashindwa kwa sababu una ugonjwa mkubwa ambao umekushikilia. Hivyo ndivyo hatutakiwi sasa kuishi namna hiyo. Tunachotakiwa sisi ni kuhakikisha matatizo ya kiafya tunayakamata yanakuwa tumeyadhibiti. Swala la matatizo ya maradhi kuwa yako na mwanadamu popote pale duniani. Matatizo ya afya yako na mwanadamu siku zote duniani, hatuwezi kuyaepuka. Lakini kuna wenzetu wanakuwa kwamba wanaweza wakayapanda juu, wao wakawa ndio wanaotawala na kucontrol ugonjwa, umebaki jina mpaka kueleze, huwezi kumjua. Tofauti na mwingine huyo ambaye kaisha shindwa, maisha yake 50%
anasema hawezi tena kufanya kwa sababu ya ugonjwa fulani. Kuna swala hapa ambalo wazungumzaji wenye kuhamasisha watu wakasema kwamba matatizo hayawezi kuachana na mwanadamu. Magonjwa ni matatizo. Sasa matatizo haya yanatakiwa yawe yenye kudhibitiwa. Matatizo ya magonjwa yanatakiwa usiyaogope, usiyakimbie, lakini yafahamu. Mfahamu adui yako yuko kiasi gani, anaishi wapi, anategemea nini, halafu mnyime. Kama ni mti unaunyima kuumwagilia maji, basi ule mti hautakuwa, utabaki mdogo. Wazungu wanasema the problem is there always with a human being. Problem, if you cannot solve it, then don't feed it. You have to starve the problem until it remains small in your life. Kiswahili ni kwamba matatizo siku zote yapo na mwanadamu, katika maisha ya mwanadamu, lakini kama huwezi kuyatatua, basi usiape chakula, usiendeleze kuyakuza, yaache yabaki kidogo mpaka siku utakwenda kuyatatua. If you can solve it, the problem, go ahead and solve the problem right away and forget it. But if you can't, don't think about it. Don't start talking about it. Don't try to sit down and try to figure it out what to do when you cannot do it. Maana yake Kiswahili ni kwamba usiape chakula. Unapoanza kukaa kuyapa fikra na kuyazungumzia, unayakuza. Yaweke pembeni, yadhibiti, yadharau, yatabaki hivyo hivyo madogo mpaka kwamba kiasi kwamba unayasahau wakati mwingine. Hivyo ndivyo kuyacontrol magonjwa. Ugonjwa usiukimbie, lakini usome, ujue vitu gani ambavyo vinasababisha, vitu gani vinachangia kwenye ugonjwa, ondoa vile vitu vyote. Ukiambiwa kwamba high blood pressure inasababishwa na unywaji wa pombe, ondoa pombe, hautakufa. Ukiambiwa nyama nyekundu ndio zinasababisha high blood pressure kwako wewe, achana nazo, achana nazo. Kuna nyama za kuku, kuna samaki, kuna mambo mengine mengi, ondoa. Utakuwa lile tatizo umeliacha limebaki pale, jina, athari yake ni ndogo katika maisha yako. Kwa hiyo binadamu tunakuwa kwamba kwanza hatupendi kabisa kujielimisha, halafu tunahitaji vile vile tuwe tunajua wapi unakwenda kutafsiriwa na kuelezewa magonjwa. Nenda kapime, nenda kakutane na mtaalamu. Usitegemee mtu tu wa rafiki kazini akufahamishe alafu akuelekeze dawa. Unaweza kujikuta unatumia dawa sio, na mtu anayekuelekeza haelewi chochote, basi unajikuta kwamba wewe ule ugonjwa unaendelea kukua. Nilikutana mimi na mtu ambaye, mwanadada ambaye kila siku alikuwa akiambiwa, bwana pressure yako wewe inatisha. Yeye mwenyewe kwa mdomo wake ananiambia pressure imefika 300, na walikuwa sehemu zingine wanamwambia nenda tu bwana kajitibu, nenda hospitali au vipi. Akirudi nyumbani anambia shangazi, baba yako, mama yako ana pressure, ni ugonjwa wenu huo. Basi anachukulia ni jambo la kawaida. Atalala, atakunywa dawa, ataamka siku ya pili, mpaka siku mnakuja kukutana naye, mimi kapooza, kaparalyze upande mmoja. Ndio anaanza kujua kumbe zamani, siku za nyuma ningelijua, ningeweza kujikinga, ningeweza kufanya mambo ya kuondoa baadhi ya vitu katika maisha yangu. Kwa hiyo wanadamu kupuuza magonjwa, kuchukulia tu wepesi kwamba alitaondoka, nitapona, litaondoka lenyewe mradi halinizuii mimi kufanya kazi, basi hapa ndipo huwa tunaumia. Na hatuna elimu yoyote, hatusome vitabu vyovyote vidogo vile vya kuweza kutusaidia. Swala la kusoma lazima jamani tubadilike. Kusoma ni muhimu sana. Unapochukua kijitabu kidogo kinazungumzia afya, ukakisoma, hata kama umenunua shilingi 500 au 2000, utaposoma
wewe utakuwa umeongezekewa na kitu na utaweza kusaidia watu nyumbani kwako. Watoto wanakusubiri wewe, wakina mama wanakusubiri wewe. Wewe ndio uko nje, unatakiwa ununue vitabu, watu ukisoma wawe wanajua ala, kumbe hii kazi yake ni hii na hii na hii. Kumbe figo kazi zake ni hii na hii na hii. Kumbe vitu fulani vinaweza kudhuru mapafu. Chemicals zimejaa. Watu wanapata athma na hawajui ile athma imetoka wapi pumu kwao. Kumbe ni vipodozi na makemikali. Basi kwa hiyo swala hapa la kwangu nalolizungumzia mimi leo ni high blood pressure, hypertension. Jina lingine ni kwamba shinikizo la damu limekuwa tatizo duniani na watu wanapofuka, watu wana paralyze upande mmoja. Yani watu ukienda Muhimbili na sehemu za hospitali, watu wanaoletwa ambao wamepooza upande mmoja ni wengi sana. Na ukiangalia tabia zao za nyuma, utaambiwa aidha alikuwa ni mnywaji sana wa pombe, alikuwa ni mtu mwenye hasira, mlaji wa nyama nyekundu sana, ni mtu basi alimradi hakujua na kichwa kimekuwa kikimuuma maisha yake yote kwa muda mrefu, na hakujua kwamba hiki kichwa ni pressure ndani. Sasa lazima kwa siku itatokea mahala, ikitoka ndio inaleta stroke. Basi kuanzia hapa leo nategemea kwamba hayo ni machache tu ya information kuhusu mambo ya high blood pressure, na baada ya hapo tutajaribu kuingia ndani sasa kutizama vitu gani hasa vinapimwa, mishipa inavyotanuka na inavyokuwa mishipa miembamba, damu inapita kwa nguvu zaidi, lakini mishipa inapokuwa laini inakuwa inatanuka kwa wepesi. Sasa je, mishipa ikiwa kutokana na uvutaji wa sigara na ulaji wa vitu vya mafuta, mishipa imekauka, ni migumu, damu inabidi ilazimishe ipite kwa nguvu. Damu ikilazimisha kupita kwa nguvu, unakuta kuna mishipa laini sehemu zingine ndani ya ubongo, kwenye moyo. Kuna mishipa kwenye moyo inaweza kupasuka, ndio heart attack, ndio ugonjwa wa moyo unaanza pale. Sasa ile mishipa inaweza kuwa hata ikiwa kwenye miguu, lakini katika kutaka kulazimisha kule mishipa kwenye moyo ikapasuka. Hili jambo ni jambo kubwa na ni jambo ambalo tunatakiwa tujue damu yetu iko vizuri. Kwa tuna mtindo wa kupima pressure. Kila baada ya muda tuwe tuna tabia ya kupima high blood pressure na kuitizama iko sawa au haiko sawa. High blood pressure ni kitu ambacho, kutokana na haya kwa ufupi tu, ningependa kwamba nitapata muda mwingine tena wa kutoa video nyingine ya kuliongelea na kulifafanua zaidi gonjwa hili. Na wakaribisheni sana, nimefurahi kuwa tena hapa, lakini na wakaribisheni muendelee kulike na kusubscribe na kununua CD zangu. Karibuni sana.